Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisoma kwako nami David Inkia. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema zaidi ya watu 40 wameuawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga ya Israel usiku kucha. Hii inafuatia vifo 85 vilivyoripotiwa Jumanne, huku Israel ikiendelea na mashambulizi yake mapya. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuchukua udhibiti wa Gaza nzima ili kuishinikiza Hamas kuachilia mateka waliosalia, kipindi ambacho maelfu ya watu huko Gaza wakihitaji msaada mkubwa wa chakula na maji. Zaidi na Liz Masinga. Siku mbili baada ya msaada kuingia Gaza, Umoja wa Mataifa unasema bado haujawafikia wenyeji wenye uhitaji mkubwa. Takriban malori 100 yamevuka hadi katika eneo hilo tangu Israel punguza kizuizi chake cha wiki 11. Mapema hii leo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameitaka Israel kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kutoa wito wa kukomeshwa kwa uhasama huo mara moja. Taarifa zinasema Wapalestina huko Gaza bado wanangoja msaada kuwasili baada ya Israel kupunguza kizuizi cha kilichokuwepo hapo awali. Maafisa wa Israel walisema malori 93 yaliingia Gaza siku ya Jumanne, lakini Umoja wa Mataifa unasema bado haujaweza kusambaza misaada. Baadhi ya Watanzania wamenyimwa fursa kuingia kwenye mtandao wa kijamii wa X baada ya akaunti ya polisi kudukuliwa na kutumika kutangaza kifo cha rais wa nchi hiyo. Waziri wa habari amesema kuwa akaunti ya YouTube ya mamlaka ya ushuru pia nchini humo iliingiliwa. Kizuizi hicho kinafuatia majaribio ya mawakili na wanaharakati wa Afrika Mashariki kuhudhuria kufikishwa mahakamani Jumatatu iliyopita kwa kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu. Mashirika kutetea haki za binadamu pia yanatoa wito wa kuachiliwa kwa wanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na wakili wa Uganda Agatha Atuhaire ambao walikamatwa Jumatatu. Polisi wa Uhispania wanachunguza tukio la kupigwa risasi kwa mwanasiasa maarufu wa zamani wa Ukraine huko Madrid. Mwathiriwa ambaye alikufa katika tukio hilo inasemekana kwamba ni Andriy Portnov ambaye alikuwa akiwapeleka watoto wake wa kike shuleni wakati wanaume waliokuwa kwenye pikipiki walipofyatua risasi. Portnov alikuwa mshauri wa Viktor Yanukovych, rais wa zamani wa Ukraine ambaye aliondolewa madarakani na mapinduzi mwaka 2014. Viongozi hao wawili baadaye walikimbilia Urusi, lakini Portnov alirejea Ukraine mwaka 2019 kabla ya kutoroka tena mwaka 2022. Alitajwa na Marekani mwaka 2021 kwamba ni fisadi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Polisi nchini Italia wamefanya operesheni kubwa dhidi ya maafisa wa 'Ndrangheta wanaohusika na ulanguzi wa dawa za kulevya, huku washukiwa 200 wakichunguzwa, wakiwemo 97 waliotolewa na waranti ya kukamatwa. Zaidi na Esther Lombano. Operation hiyo iliendeshwa hasa katika mji wa kusini wa Reggio Calabria, lakini miji mingine ikiwemo Roma, Milan na Turin ilihusika. Polisi wanasema washukiwa hao wanatuhumiwa kuagiza kiasi kikubwa cha cocaine kutoka nje ya nchi, hasa kutoka Colombia, Brazil na Panama, zikiwa zimefichwa kwenye makontena yaliyopakiwa kwenye meli. Kisha familia za mafia ziliiba pesa kutoka kwenye biashara za ndani na kujipenyeza kwa umma ili kupata habari kuhusu zabuni mbalimbali. Ndrangheta iko katika nchi 40 na inachukuliwa kuwa yenye nguvu na tajiri zaidi ya koo za mafia ya Italia kwa sababu inadhibiti biashara ya cocaine huko Ulaya. Rais wa Afrika Kusini amewasili kule White House kukutana na Donald Trump baada ya kuvunjika kwa uhusiano kati ya Pretoria na Washington. Ripoti za vyombo vya habari vya Afrika Kusini vinasema kwamba Cyril Ramaphosa ameambatana na wacheza gofu kama vile Eni Als na Riete Gusen kwenda Marekani katika juhudi za kutaka Trump kupenda mchezo huo. Mkutano huo unakuja baada ya utawala wa Trump kusisitiza kwamba jumuiya wa Afrika wazungu wa Afrika Kusini inakabiliwa na mauaji ya halaiki, madai yaliyosisitizwa na mshauri wake wa karibu Elon Musk, bilionea wa teknolojia mzaliwa wa Afrika Kusini. Hata hivyo, tuhuma hizo zimetupiliwa mbali na serikali ya Afrika Kusini. Na vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema kwamba bunge la nchi hiyo limeidhinisha mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa miaka 20 na Urusi. Mkataba huo ambao ulitoa saini na marais wa nchi hizo mwezi Januari unatoa juhudi za pamoja za kukabiliana na vitisho vya pamoja vya usalama. Tehran na Moscow, ambazo zote zipo chini ya vikwazo vizito vya nchi za magharibi, zimezidi kuratibu sera zao za kidiplomasia na uchumi. Iran imeshutumiwa kwa kusambaza ndege zisizo na rubani na makombora kwa Urusi kwa matumizi nchini Ukraine, madai ambayo imekuwa ikiyakanusha. Hii ni BBC.
Na David Mkiandieka kusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kuyategea sikio kupitia redio wa shirika mbalimbali kama Zenji FM visiwani Zanzibar, Master FM nchini Kenya, Radio Paidha Uganda na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, mimi ni Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante Sarafina. Msikilizaji, na sasa tuvuke hadi nchini Sudan ambapo jeshi la Sudan limesema limeyakomboa maeneo yote ya jimbo la Khartoum yaliokuwa mikononi mwa wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF. Udhibiti huu umepiga jeki juhudi za jeshi kuwa na udhibiti wa miji mikuu ya Sudan ambayo kwa zaidi ya miaka miwili iko kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi. Jeshi la Sudan wamewafurusha kundi la wanamgambo wa RSF kutoka sehemu kubwa ya mji mwezi Machi, lakini wanamgambo hao walikuwa wameshikilia sehemu mbili huko Omdurman ambayo iko karibu na mto Nile kutoka Khartoum. Siku ya Jumatatu jeshi lilianzisha mashambulizi makali ya kuteka tena maeneo hayo na sasa linasema limefanya hivyo. Kitovu cha mzozo sasa kinaelekezwa katika ngome ya RSF ya Darfur Magharibi na eneo la kusini la Kordofan. Jeshi linapigania kutoa tena miji muhimu katika majimbo kadhaa ya Kordofan ambayo itawawezesha wao kupata njia kufikia mji wa Darfur wa Al-Fasher. Balozi wa Sudan kwa Umoja wa Mataifa Hamad Mohamed Hamid Al-Junaibi anasema kwa kufungua kambi za kijeshi kwa nchi za milki za Kiarabu ni njia moja ya kimkakati ya kueneza ushawishi wao katika kanda ya Afrika Mashariki. Uanzilishi wa kambi za kijeshi za milki za Kiarabu katika maeneo mengine kote kwenye bahari ya Sham inaonyesha nia ya kimkakati ya kupata njia katika Afrika Mashariki. Ushawishi wake unaongezeka katika Afrika Mashariki ambayo sasa ni rasilimali na ambayo huenda ikasababisha ukosefu wa usalama na hata utulivu katika kanda hiyo. Wanamgambo wa RSF wamekuwa wakipoteza udhibiti wa maeneo kadhaa, lakini wamezidisha vita vya masafa marefu kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Kundi hilo linalaumiwa kwa mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo yanayoshikiliwa na jeshi la Sudan kama vile mji mkuu wa Port Sudan. Wakati huo takriban watu 51 wamekufa kutokana na kipindupindu na kesi 2323 zikirekodiwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, katika muda wa wiki 3 zilizopita. Haya ni kulingana na tovuti inayomilikiwa na watu binafsi ya Darfur 24. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya ni kwamba 90% ya kesi na vifo vilirekodiwa katika jimbo la Khartoum, haswa katika maeneo ya Karari na Jebel Aulia. Wakazi wa eneo la Saliha kusini mwa mji wa Omdurman wanaripotiwa kukabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu. Vifo na kesi za kipindupindu zimeongezeka hasa mashariki mwa vitongoji vya Al-Saliha kutokana na wakazi kunywa maji machafu. Ugonjwa wa kipindupindu umewaua mamia nchini Sudan tangu mwezi Agosti mwaka 2024. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan vilivyozuka mwezi Aprili mwaka 2003 vimezidisha mzozo wa kiafya nchini humo. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Asante Nasteha kwa taarifa hiyo kuhusu mzozo wa Sudan. Msikilizaji, baba yetu Saloni wa Arusha, Tanzania anasema hivi ni lini vita vya Israel na Gaza vitaisha? Wakae chini kwenye meza ya mazungumzo maana wananchi ndio wanaumia. Gikura Francis, asante kwa kuwa nasi. Unasema unatupata mbashara kutoka Kehancha Kuria. Lakini vile vile pia namuona Willy rais wa amani kutoka Arusha Ndogo Chato anasema Sudan lini amani itarejea? Msikilizaji, kwa sasa wacha tupate kidogo tambo la maji, lakini tuende kwake Ive Bucha na taarifa za spoti. Naam, nianze na fainali ya ligi Europa kati ya Tottenham na Manchester United leo usiku. Timu hizo mbili kupepetana mjini Bilbao. Kamwe katika historia ya mashindano ya Europa hakuna fainali iliyochezwa kati ya timu mbili zenye kiwango duni. Zaidi na Phyllis Mwate. Naam, washindi wa fainali ya ligi ya Europa leo usiku kati ya Manchester United na Tottenham mjini Bilbao wanaweza kuwa washindi walio katika nafasi za mwisho katika ligi kuwahi kushinda taji kubwa la Europa. Na hakika watakuwa timu ya chini zaidi kuwahi kufuzu kwa kombe la Europa au ligi ya mabingwa. United inashika nafasi ya 16 kwenye Premier League huku Spurs ikiwa nafasi ya 17 na jumla ya
ya kushindwa mechi 39 kwenye ligi. Manchester United walipata kipigo cha 18 katika kampeni kwa kufungwa bao 1-0 na Chelsea, huku Tottenham wakipoteza mechi ya 21 baada ya kulazwa kwa mabao 2-0 na Aston Villa. Mechi pekee za ligi ambazo wameshinda tangu Februari tarehe 2 zimekuwa dhidi ya timu zilizoshuka daraja. Idadi yao ya pointi ingeweza kuwafanya washuke daraja katika baadhi ya misimu iliyopita. Lakini kwa kuwa kila kitu sasa kinategemea mafanikio ya ligi ya Europa, ni vipi pande zote mbili zinajipanga kabla ya fainali? Kikosi kilichochaguliwa na coach wa United Ruben Amorim na mwenzake wa Spurs Ange Postecoglou kwa mechi za Ijumaa kilitoa mwanga kuhusu mawazo yao ya fainali ya ligi ya Europa. Postecoglou aliamua kuwapumzisha wachezaji wake kadhaa muhimu. Amorim wakati huo aliamua kuwarejesha wachezaji wake wa kawaida walioanza baada ya kuwapumzisha baadhi yao kwa kufungwa mabao 2-0 nyumbani na West Ham Jumapili tarehe 11 mwezi wa Mei. Kipa Andre Onana hakuwepo kikosini siku hiyo, lakini alirejea kwa mechi dhidi ya Chelsea. Amorim alipendekeza baada ya mchezo huo kuwapa kipaumbele wachezaji wake muhimu wakijihisi washindani kabla ya fainali baada ya kujisikia kupumzika. Barabara kabisa. Sasa tupate tathmini kutoka kwa mchambuzi wetu wa soka Abdul Jabbar Romario akiwa mjini Kigali. Leo kazi nzito ambapo ipo ni kuweza kumkaba Bruno Fernandes upande wa Manchester United, ambaye amekuwa mwiba sana, amekuwa kwenye fomu tangu mashindano haya yaanze. Takwimu zinatuonyesha kwamba katika mashindano mashindano ya Europa ametoa mchango wa magoli 46, lakini kwa magoli hasa kuanzia kwenye mchujo ameweza kutoa na mchango wa magoli 32.